heri ya Pasaka. Amen. Bwana Yesu ameshinda. Tunasherehekea ushindi wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Haleluya. Na leo tujifunze mambo ambayo Yesu aliyafanya kwa ajili yetu wakati wa safari ya msalabani. Mambo ambayo aliyafanya Yesu Kristo kwa ajili yetu wakati wa safari ya msalaba, wakati anaelekea kufufuka kutupa ushindi. Tuone baadhi ya mambo ambayo alifanya kwa ajili yetu. Tukiangalia kile kitabu cha Luka 22, kitabu cha Luka 22 na mstari wa 39 hadi mstari wa 44. Luka 22 mstari wa 39 hadi 44, nikasoma. Akatoka akaenda mpaka mlima wa Mzaituni, kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahala pale, aliwaambia, ombeni msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. 42 akasema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. 43 malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. 44 naye kwa vile alikuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka katika nchi. Haleluya. Tunaona safari ya Bwana wetu Yesu Kristo ilianzia katika Getsemane, ambako kitabu cha Mathayo taunganisha. Tukisoma Luka na Mathayo tuunganishe. Mathayo 26 na 36. Mathayo 26:36 tutaunganisha na Luka 22. Neno la Mungu linasema, kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Haleluya. Kwa hiyo tunaunganisha pamoja na hichi kitabu cha Luka 22 na ule mstari wa 39 hadi 44. Tunaona safari ya Yesu ilipoanzia ni pale bustani ya Getsemane. Hapa Yesu alikuwa anafanya nini kwa ajili yetu? Yesu alikuwa anakomboa uwezo wetu wa maamuzi. Yesu alikuwa anakomboa uwezo wetu wa maamuzi, kwa sababu tunaposoma kitabu cha Luka tunaona ile 39 inasema, 39:44 inasema kwamba naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikiwa kama matone ya damu yakidondoka katika nchi. Ulikuwa ni wakati mgumu wa Yesu ambao alikuwa yupo katikati, aende akabiliane na msalaba au ailishe aendelee kufanya miujiza. Haleluya. Kwa hiyo mpaka alipojisalimu akamwambia, Baba, ikiwa mapenzi yako yatimizwe. Haleluya. Tunaona malaika walikuja wakamtia nguvu. Tunaweza kujiuliza kwamba alikuwa anakomboaje uwezo wetu wa maamuzi, kwa sababu tulipoteza pale katika bustani ya Edeni. Haleluya. Wakati shetani amekuja kwa Hawa, alimdanganya, kwa sababu Mungu alimwapa sharti Adamu na Hawa kwamba matunda yote yafaa kuliwa, lakini tunda lilopo katikati ya bustani msije mkala. Lakini shetani alipokuja akamdanganya Hawa akashindwa kuamua, wakaenda kinyume na kile Mungu alichokuwa amewaambia. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana tunaona kwamba Yesu alipokuja wakati anaanza
kikombe kukiendea ilikuwa sio jepesi. Kumbuka shetani alikuwa ameshamwinda kule wakati ameenda nyikani. Haleluya. Anamwambia ukinisujudia yote nitakupa. Lakini na huku Mungu Baba yuko anamwambia mwanangu, fanya kwa ajili ya watu niliowapenda. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alikuwa katikati. Kwa hiyo tunaona ndani ya Yesu ilimwagika kwenye ardhi kwa ajili ya kukomboa maamuzi yetu. Kuna mambo mengi ambayo tunakuwa tunapitia. Unashindwa uamue nini, ufanye nini. Ama ni majaribu yamekuwa ni mazito. Unashindwa nini uamue. Uendelee na Kristo ama uachane naye. Lakini ukifikia hatua hiyo, rudi katika neno linasemaje. Yesu alipokuwa kwenye lile jaribu, alifanyaje? Haleluya. Chukua ile damu ya Yesu, achilia kwenye maamuzi hayo, na hakika Mungu anakushindia, unaamua kitu kilicho sawa sawa na sawa sawa na neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Lakini sio tu maamuzi. Jambo la pili, alipigwa mijeledi. Bwana Yesu alipigwa mijeledi. Baada ya kutoka pale kwenye ile bustani, alipoamua akaona yanifaa niende njia hii, ndio safari yake ilianza pale. Yesu alipigwa mijeledi. Kitabu cha Yohana, ukipata nafasi soma Yohana yote, uone ni nini Yesu alifanya kwa ajili ya mimi na wewe, ili tuishi maisha ya uhuru, kwa sababu tunaposherehekea ameshinda, sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Tujue kwamba tumeshinda. Ni kitu gani alifanya kwa ajili yetu? Haleluya. Kitabu cha Yohana 19 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, basi ndipo Pilato alimtoa Yesu akampiga mijeledi. Haleluya. Kwa hiyo na mimi tunaona Yesu alipigwa mijeledi. Kwa nini Yesu alipigwa mijeledi? Alipigwa mijeledi kwa sababu ya uponyaji wetu. Yesu alipigwa mijeledi ili sisi tupone. Haleluya. Bali imeandikwa kwa kupigwa kwake Yesu mliponywa. Haleluya, mshangilie Bwana Yesu. Alipigwa mijeledi ili sisi tupone. Haleluya. Tuone kitabu cha Zaburi 103 na ule mstari wa 3. Zaburi 103 na ule mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, Zaburi 103 mstari wa 3, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Huyu ni Daudi, aliyaona yale maono kwamba yuko Kristo yaja. Haleluya. Na Daudi aliona kwamba yuko Kristo anayeponya. Sasa alikuja kukamilisha pale msalabani kwa kupigwa mijeledi. Haleluya. Kwa hiyo alipigwa mijeledi ili sisi tupone. Haijalishi mgonjwa gani umekusumbua, haijalishi umesumbuka na kitu gani. Tunaporudi kwenye neno tunaona ni Kristo alifanya nini kwa ajili yetu. Alipigwa mijeledi ili sisi tupokee uponyaji. Haleluya. Kitabu cha Petro wa kwanza mstari wa 2, 24 na 25. Neno la Mungu linasema, yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Haleluya. Neno linasema kwa kupigwa kwake Yesu tuliponywa. Ni sasa. Haleluya. Sio mliponywa au mtaponywa. Mliponywa ni jambo la sasa hivi, kwamba Yesu alisulubiwa akapigwa mijeledi ili mimi nipokee uponyaji. Mshangilie Bwana Yesu. Alipigwa ili sisi tupone sasa, sio kesho, sio hali, ni sasa. Mponywe ni jambo la sasa hivi. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Yesu alipigwa mijeledi ili sisi tupokee uponyaji. Litimie neno kwamba atuponyaye magonjwa yetu yote na kutusamehe dhambi zetu zote. Haleluya. Lakini hakuishia hapo tu. Tunaona alivikwa taji la miiba. Yesu pale msalabani alivikwa taji la miiba kichwani. Kwa nini Yesu
kichwani. Alikuwa anatuokoa na laana ya umaskini. Yesu alikuwa anatuokoa na laana ya umaskini, kwa sababu alipovikwa taji la mimba alitokwa na damu. Ile damu ilimwagika kwenye ardhi, na tunaporudi katika uumbaji, wakati anamuumba Adamu na Hawa, walipokwenda kinyume na Mungu, Mungu aliwalaani, akasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Haleluya. Tuone Mwanzo 3:17. Kitabu cha Mwanzo 3:17. Neno la Mungu linasema 17 na 18. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikasema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Haleluya. Kwa tunaona Mungu alitoa laana kwa Adamu na Hawa baada ya kwenda kinyume na kila alichokuwa amewaagiza. Baada ya kutokumtii Mungu, Mungu akaachia laana. Haleluya. Akasema michongoma na miiba itakuzalia. Sasa Kristo aliporudi alikuja kuturejeshea kile ambacho tulikipoteza kule mwanzo. Haleluya. Kwa hiyo alikuja kuondoa ile laana ya kula kwa jasho. Ndio maana akavikwa taji la mimba kichwani, akiwakilisha kwamba alikuwa akiondoa. Unajua swala la umaskini ni kwenye fikra zetu. Haleluya. Swala la umaskini ni kwenye kichwa, kwa sababu neno la Mungu linasema aonavyo mtu ndivyo alivyo, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo alikuja kuondoa ile laana ya kula kwa jasho, kwamba kuna kanuni ambazo tunatakiwa tuziangalie, kwamba Kristo alifanya nini na nifanyeje ili niweze kuishi maisha mazuri, maana baraka zote zipo ndani ya neno. Sasa ninafanyaje? Kama kweli tulikosea katika mwanzo, tulikosea, shetani akatunyang'anya, lakini alikuja Kristo akaturejeshea, akavikwa mimba kwa ajili ya kukomboa ufahamu wetu. Kwa hiyo damu yake ilichuruzika kwenye ardhi, akaondoa ile laana ya kula kwa jasho. Kwa hiyo kama unapitia changamoto ngumu za umaskini, cha kwanza badili namna unapowaza, kwa sababu neno linasema yote yawezekana kwake aaminie. Kwa hiyo badili namna unavyofikiri, badili namna unavyowaza, lakini usiishie hapo. Chukua ile damu ya Yesu iliyomwagika kwenye ile ardhi wakati amevikwa taji la mimba, ombea ufahamu wako na akili yako, ili Mungu uweze kuona katika changamoto, aidha ni uchumi ama ni yoyote unapitia ya kula kwa jasho, kwa sababu ile laana alivunja kwa kuvikwa taji la mimba kichwani. Haleluya. Tumshangilie Bwana Yesu. Lakini jambo lingine, alitundikwa msalabani, akapigwa misumari mikononi. Walipomaliza kumvika taji la mimba, walimpeleka msalabani. Walipomtundika msalabani, akapigwa misumari kwenye mikono. Haleluya. Kwa nini alipigwa misumari kwenye mikono? Alikuwa akiondoa laana ya mikono. Haleluya. Yesu alipigwa misumari kwenye mikono, alikuwa akiondoa laana ya kwenye mikono, kwa sababu aliandika katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:12. Kumbukumbu la Torati 28:12. Neno la Mungu linasema, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Anasema bi yake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Kwa hiyo Mungu ametuahidi kubariki kazi ya mikono, na kila kitu tulichokuwa tunakimiliki, kumbuka tulikipoteza kule kwa Adamu na Hawa. Tulipoteza, Ibilisi akatunyang'anya kila kitu, lakini Bwana wetu Yesu Kristo aliporudi alikuja kuturejeshea, na ndio maana alienda msalabani akapigwa misumari kwenye mikono ili kuturejeshea baraka za mikono. Haleluya.
alipigwa misumari ya mikono ili kuwakilisha kazi zetu za mikono zibarikiwe. Kwa hiyo kama tuna changamoto ya uchumi kwenye mikono, laana ya mikono inakuwaje? Ni mfano ile unaposhika pesa, yaani pesa kwenye mikono yako haijawahi kutulia. Wewe unapopata pesa ndipo matatizo yanapatikana. Matatizo yataisha mpaka pale pesa itakapoisha. Haleluya. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, unakuwa una juhudi sana za kufanya kazi lakini huna matokeo. Haleluya. Matokeo yaoni, kitu unachokifanya hakionekani. Haleluya. Jua kwamba kufikia hatua hiyo kuna maana kwenye kazi ya mikono yako. Ingia kwenye maombi, muombe Mungu ukiangalia msalaba kwamba Yesu alifanya nini kwa ajili ya kazi ya mikono yako. Haleluya. Na Mungu atakupigania. Watu wengi sana wana juhudi za kufanya kazi lakini matokeo hayaonekani. Siku wewe unapata pesa ndipo matatizo yanakuwa matatizo. Watoto wataugua, ndugu na jamaa wataugua, mpaka zile pesa zitakapoisha ndipo matatizo yanaisha. Hapo ujue kuna laana kwenye mikono yako. Lazima uingie kushughulikia mikono yako. Haleluya. Lakini akuishia tu hapo. Yesu alipigwa misumari kwenye miguu. Alipotundikwa msalabani, alipigwa misumari kwenye miguu. Yesu alikuwa anatulejeshea mamlaka ya kumiliki na kutawala. Haleluya. Alikuwa anakomboa hatua zetu kwa ajili ya kumiliki na kutawala. Kumbuka, mwanzo Mungu anamuumba mwanadamu, alimwambia, akambariki, akamwambia zaeni na kuongezeka na kuitisha nchi. Haleluya. Mungu anampa baraka mwanadamu wa kwanza, alimpa uwezo wa kumiliki na kutawala. Lakini adui alipokuja alitunyang'anya kila kitu. Lakini Yesu alikuja kurejesha ule umiliki ambao Mungu alikuwa ametupa hapo mwanzo. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 11 na ule mstari wa 21. Kumbukumbu ya Torati 11 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Tokea hilo jangwa na Lebanoni na tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi itakuwa ndiyo mipaka yetu. Neno linasema, narudia, kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Tokea hilo jangwa la Lebanoni na tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi itakuwa ndiyo mipaka yenu. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Kristo alipigwa misumari kwenye miguu kwa ajili ya kurejesha umiliki na kutawala. Lazima tumiliki wana wa Mungu. Haleluya. Ifike hatua tumiliki. Kwa sababu kama Yesu alirejesha kumiliki, kwa nini tumilikiwe? Unakuta kuna biashara umezungukwa na wanga, yaani pale wameweka kati. Lakini tambua mamlaka ulionayo kwenye miguu. Mungu ameturejeshia kumiliki na kutawala. Kwa hiyo lazima tuingie. Kama damu yake ilimwagika, chukua damu yake, mwambie Mungu, achilia utawala kwenye miguu yangu. Ninamiliki ofisi yangu, sitanyang'anywa, sitahamishwa, sitapozeshwa, hakuna kuibiwa, hata atakayeniondoa mahali hapa. Haleluya. Maana Mungu amekupa na Mungu ametupa mamlaka, ameturejeshia pale msalabani. Amesema kwamba kila utakapokanyaga umepewa. Haleluya. Kwa hiyo usiwe mnyonge, mwana wa Mungu. Kumbuka kwamba Yesu amefanya mambo mengi kwa ajili yako. Usiwe na ofisi unanyanyasika, usiwe na eneo unanyanyasika. Bila ushuhuda, wakati tuko nyumbani kulikuwa na kuna mgogoro wa ardhi. Lakini ile ardhi ni ya kwetu kabisa, sio kwamba eti ni ya uzumaji. Hapana, ile ardhi ni ya kwetu. Kwa hiyo wakaibuka ndugu wanadai ardhi ni ya kwao. Mimi nilipata ufahamu huu, nikamwambia mama, twende kwenye ile ardhi tukafanya hicho kitendo. Nikamwambia mama, miliki ardhi ni ya kwenu, maana wameinua miaka mingi sana. Maana na vile kielelezo
hizo barua za zamani zile zilikuwa zimeshapotea, ni zamani sana. Nikamwambia fanya hivi, akafanya. Kwa hiyo sasa hivi wanaenda kushtaki, wanatoka, wana rufaa, sio wanafanyaje, bado wanashindwa. Kwa sababu gani? Nilitambua siri iliyokuwa imejificha kwenye kumiliki. Alimiliki ile ardhi katika ulimwengu wa roho, na ardhi ikawa yake. Kwa hiyo wanashindana na kushindana, hawajawahi kushinda kwa sababu yupo mmiliki na mamlaka Kristo ameshaiweka ndani ya miguu yake. Haleluya. Kwa hiyo usikae kwenye ofisi unanyanyasika, mchana anakunyanyasa, kwenye nyumba yako ulali. Haleluya. Watu wanaishi kwenye nyumba hawalali. Amen. Yaani ni vitu haviishi kwenye nyumba. Hata nyumba ya kupanga ni ya kwako, kwa sababu unalipia uishi kule. Uvaa mamlaka, mwambie Mungu achilie mamlaka kwenye miguu yangu, na umesema kila nitakapokanyaga umenipa. Anza kuzunguka unatembea kule kwenye nyumba. Hakuna yote atakaye kumiliki. Haleluya. Kwa sababu mamlaka tumerejeshewa pale msalabani. Shangilie Bwana Yesu. Amen. Lakini sio mamlaka ya kutawala pia. Alichoma mkuki kwenye ubavu. Alichoma mkuki kwenye ubavu, na walimchoma kwenye ubavu mpaka kwenye moyo. Kwa sababu unaposoma, upata nafasi kusoma kitabu cha Yohana 19, inasema damu ilitoka na maji. Haleluya. Kwa hiyo kule mkuki walimchoma kwenye ubavu, ukaenda mpaka kwenye moyo. Yesu alikuwa anaokoa nini kwenye maisha yetu? Alikuwa anatupa neema au anatibu majeraha. Haleluya. Alikuwa anatibu majeraha yetu. Alikuwa anatibu majeraha yetu. Utawaza kwamba alikuwa anatibu ile majeraha. Unajua sisi ni wanadamu, tunaishi kwenye hii dunia. Kwenye hii dunia tuna vitu vingi vinatuumiza. Kuna vitu vingi vinatukwaza. Haleluya. Lakini Yesu alichoma ubavuni mpaka kwenye moyo ili kutibu majeraha yetu. Mtu unayemwamini, mtu uliyempenda, mtu uliyemsaidia, mtu uliyemkarimu anaweza kukuumiza. Haleluya. Sisi ni wanadamu, anaweza kukuumiza. Anakuumiza ni majeraha yani yasiyoweza kupona. Haleluya. Yani jeraha, unaona hapa alipopigwa Bwana Yesu, kuna damu zilikuwa zinatoka nje, lakini kuna zile damu zilikuwa zinavutia ndani ya stroke. Yale ndio majeraha. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alikuja kutibu majeraha ya mioyo yetu. Kile kitabu cha Zaburi 147 mstari wa 3. Zaburi 147 mstari wa 3. Kitabu cha Zaburi 147 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, uwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Kwamba Mungu anatuponya wale tuliopondeka mioyo, na sio tu kutuponya na kuziganga jeraha. Kwa hiyo mpendwa, usiruhusu maumivu kwenye moyo wako. Usiruhusu mtu akuumize. Haleluya. Usiruhusu kuumizwa. Kuumizwa kupo, lakini yupo Yesu aliyeshughulikia majeraha ya moyo. Kwa sababu kitu kilichojeruhiwa kitatoa usaha. Haleluya. Utajeruhiwa ndani ya moyo, ndani unakuwa ni mtu, lakini ndani umeoza. Na ni bora uonekane au jeraha liko kwa nje, sio kwa ndani. Kwa sababu likiwa ndani, kile ukifanya hivi jeraha linapeleshwa. Nikidonda kile, hakuna anayeweza kutibu jeraha ndani ambalo umeumizwa. Haleluya. Kwa hiyo mtu anapokuwa amekuumiza, rudi pale msalabani. Mwambie Bwana Yesu, kwa damu yako iliyomwagika na maji yaliyotoka ndani ya ubavu wako, tibu jeraha langu la moyo. Huyu mtu kaniumiza, ninashindwa namna ya kumsamehe, lakini nipe neema. Kama wewe uliweza kumaliza pale msalabani, ukamaliza, na mimi nipe neema ya kumsamehe huyu mtu na kuachilia, na uniponye haya majeraha yangu. Haleluya. Tumshangilie Bwana Yesu. Lakini jambo lingine, alijeruhiwa sababu ya maovu yetu. Alijeruhiwa. Yesu alijeruhiwa sababu ya maovu yetu. Kitabu cha Isaya 53
Isaya 53:5, neno la Mungu linasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo tunaona Bwana Yesu alijeruhiwa sababu ya maovu yetu. Kama nilivyosema kwamba jeraha yako majeraha mbalimbali, kwamba jeraha ni ile unaweza ukapigwa, jeraha ni ile linalokutia ndani, kovu lile. Kwa hiyo wako watu wengi ambao wamejeruhiwa, na katika wapendwa ndio watu wa kwanza wa kujeruhi watu. Wapendwa wao wanajeruhi watu, asiwaambie mtu haleluya. Wako watu wengi sana. Kuna dada mmoja alikuwa ananiambia, akaniambia mimi sijaona wapendwa, akaniambia niliumizwa mpaka niliacha kusali kabisa, niliacha kwa sababu ya kutiwa jeraha. Alijeruhiwa, anashindwa afanye nini? Haleluya. Lakini inapofika tu umejeruhiwa, rudi msalabani. Yes, Isaya inasema kwamba alijeruhiwa kwa sababu ya maovu yetu. Unapojeruhiwa, rudi mwambie, niponye hili jeraha Baba, wameniumiza, wamenijeruhi, lakini wewe ndio unayeweza kuliponya na hili jeraha. Lakini pia kitabu cha Yoeli 3:21, Yoeli 3:21, Yoeli 3:21, neno linasema, nami nitatakasa damu yao ambayo sijaitakasa, kwa maana Bwana ndiye akae Sayuni. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alijeruhiwa, ina maana hii ni damu ile inayovutia ndani. Haleluya. Kwa hiyo kingine, alikuwa anatuosha damu zetu. Alijeruhiwa yale majeraha ya ndani, akiosha damu zetu. Haleluya. Kumbuka tunatoka kwa muunganiko wa damu. Tumetoka kwenye madhabahu mbalimbali. Wengine walikuwa ni wachawi, wengine wanaabudu miungu, wengine ni wasengenyaji, wengine ni wezi. Tumetoka kwenye ule mnyororo. Kwa hiyo unapoona mtoto wako ana tabia fulani, usimkemee. Rudi kwa Mungu, ingia magotini, uombe kuvunja hii laana, kwa sababu inatembea kwenye damu. Inatembea kwenye damu. Saa zingine ni ule umaskini ama utasa, unakuta unatembea mnyororo huko kwenye damu. Kwa hiyo Bwana Yesu alijeruhiwa ili kuondoa hichi kitu ambacho ni laana, ambayo inatembea kwenye damu, ambayo inatutesa. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Tumshangilie mwanakondoo wetu aliyeshinda kwa ajili yetu. Kwa hiyo ninasema kwamba tusikae kama watoto yatima, tusikae kama hatuna baba, tusikae kama sisi ni tumeshindwa ama tumechoka. Hebu